kipindi ya mwisho, na hili tuendelee kubarikiwa. Asante kwa wale ambao umefika, pia marafiki zetu karibu. Tuko hapa majuma mawili, kwa hivyo kuja na usikie kutoka kwa sauti ya Mungu. Watumishi wa Bwana wanazungumza yale ambao yamo katika Biblia takatifu, na hakuna jambo lingine ya uongo. Lakini kama kuna uongo, na ukuja na swali ili uweze kujibiwa. Karibu sana mtumishi wa Bwana. Asante sana mchungaji kwa sababu ya kipindi hicho cha familia. Mungu akaweze kuwa pamoja nawe pamoja na wasikilizaji, maana ndoa shetani ameweza kuziharibu. Leo wanadamu wameletewa robot husband, robot wife, na zinauzwa katika mtaa huu wetu wa Nairobi 6,600, 8,000 na nyingine 12,000 the best. Wanataka kupoteza usafi wa ndoa, lakini licha kwamba wanadamu wanajipanga kwa kuharibu ndoa, sisi kama wajumbe wa Mungu tutaendelea kutangaza ndoa ya Mungu mpaka Yesu atakapokuja. Mungu akubariki. Jana wapendwa, tuliweza kuwa na somo zuri, na sasa nakukaribisha tena katika siku hii ya leo ili kwamba tukaweze kuunganika pamoja. Jana katika kipindi chetu cha Injili tulikuwa na kichwa cha kumalizia siku, na kilikuwa kinasema inuka, Bwana ana kusudi nawe. Simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Wapendwa, jana tukaweza kuelezea topiki hii kwa umaarufu wake, ya kwamba Bwana ana kusudi na nani? Nawe. Simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Nataka nikwambie, simama tena. Wako wengi walioanguka, wako wengi waliorudi nyuma. Waliorudi nyuma walikuwa ni wafuasi wa Yesu, lakini wakarudi nyuma. Tumekuja kukwambia simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Haleluya! Hiyo ilikuwa ni topic yetu ya jana. Simama tena, simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Na leo tunaenda tena kuangalia topic nyingine inayofanana na hiyo, lakini bado ujumbe unafanana. Na pia wale waliokosa mafundisho jana, nataka nikwambie simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Hebu mgeukie mwenzako pale nyumbani, mwambie simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Simama tena, mwambie mwenzako simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Asante sana wapendwa. Leo tuko siku yetu ya pili tunapopanda mlima wa Injili. Nataka nikaweze kukuletea somo siku hii ya leo linalosema yuko wapi asiyefaa? Yuko wapi asiyefaa? Mungu anatafuta mtu anayejiona hafai ili akaweze kumfanya afae katika ufalme wa Mungu. Mungu jioni hii ya leo anatafuta mtu, anatafuta mama, anatafuta baba, anatafuta kijana anayejiona hafai, anayejiona hastahili, ili Mungu ampatie uwezo, ili Mungu amwezeshe ili akaweze kufana. Ndio maana jana tulikuwa hicho ambacho kinasema simama tena, Bwana Bwana simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Bwana ana kusudi nawe. Nataka nikwambie wewe baba, wewe mama unasikiliza, Mungu anasema simama tena, simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Bwana ana kusudi nawe. Leo tuko na kichwa kidogo ambacho tutasoma maandiko matatu peke yake, na kisha tukaweze kumaliza siku hii yetu ya leo. Na topic yetu nasema yuko wapi asiyefaa? Yuko wapi
asiyefaa? Yuko wapi asiyefaa? Msomaji, soma nami kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ni ile ya kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ya kwanza na fungu lake la 26 hadi 28. Leo tutatosheka na maandiko hayo 26, fungu la 26 hadi 28. Hapo ndipo tunapotaka kuweka nanga yetu jioni hii ya leo, na ujumbe wa siku hii ya leo unasema, yuko wapi asiyefaa? Yuko wapi asiyefaa? Mungu anatafuta mtu asiyefaa ili ampatie uwezo akaweze kufaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorinto ni wa kwanza sura ya kwanza. Wakorinto ni wa kwanza sura ya kwanza na fungu lake la 26 hadi 28. Msomaji, inasemaje? Maana ndugu zangu, Ndiyo, angalieni mwito wenu, ndiyo, ya kwamba si wenye hekima ya mwilini. si wengi. Soma vizuri, si wengi Narejelea wenye hekima tena. ya mwilini. Narejelea tena. Ndiyo, Maana ndugu zangu, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu. Mungu anazungumza na watu, anasema angalieni wito wenu. Ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, Ndiyo, si wengi wenye nguvu, ndiyo, si wengi wenye cheo walioitwa, ndiyo, bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. ndiyo. Tena Mungu alichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Asante sana. Mungu anasema alivichagua visivyofaa ili vifae. Alichagua vitu, na tutairudia mistari hiyo tukielezea siku hii ya leo. Yuko wapi asiyefaa? Ukisoma hiyo mistari miwili ya Biblia, hasa huo mstari wa 26, utagundua kuna watu specific ambao Paulo anazungumza nao. Mstari huo wa 26, na watu hao ambao alikuwa anazungumza nao ni watu wenye wito. Na tunapozungumzia watu wenye wito, tunazungumzia watu wenye mito mbalimbali, watu ambao wamepewa kazi ya kufanya, wamepewa kazi na Mungu ya kufanya. Tunazungumzia watu wenye mito mbalimbali siku hii ya leo. Usisahau kichwa kinasema, yuko wapi asiyefaa? Hebu rudia tena fungu la 26, msomaji. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa. Asante sana pale msomaji. Ndugu msikilizaji, napenda sana uelewe maneno haya. Tunapozungumzia watu wenye wito, waliopewa wito, maana nasema ndugu zangu, nataka muelewe kwamba Mungu anapozungumzia watu wenye wito ambao wamepewa wito, hatuzungumzii watu walio wanafanya kazi katika nyumba ya Mungu. Hatuzungumzii watu ambao walipewa kazi ya uchungaji au mitume au walimu. Hapana, tunazungumzia yule mtu ambaye ameletwa duniani kwa shughuli maalumu. Maana yake ni kwamba, yani ameletwa kwa purpose fulani, amekuja, amepewa, yani ameletwa duniani kwa malengo. Nataka urudie tena hilo fungu la 26. Kuna maneno ya kwanza mawili nataka nikaweze kuiangazia tena napouliza yuko wapi asiyefaa. Soma msomaji. Maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu. Anasema angalieni wito wenu, angalia wito wako. Kwa hiyo tunapozungumzia watu wenye wito, hatuzungumzii watu ambao ni wachungaji,
Hatuzungumzii watu ambao wamepewa kazi za kanisa. Biblia halizungumzii watu ambao walipewa kazi ya walimu, bali tuwazungumzia hapa. Tunapenda ukaweze kuelewa kwamba tuwazungumzia watu, tunapozungumzia watu ambao wamepewa kazi maalumu, hatuzungumzii watu wanaofanya kazi katika nyumba ya Mungu. Hatuzungumzii wachungaji. Fungu hili halizungumzii mitume, halizungumzii walimu, lakini hapa tunazungumzia yule mtu ambaye ameletwa duniani kwa malengo fulani. Mungu amemleta duniani kwa malengo fulani. Huyo ndiye anayezungumziwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Paulo anazungumza akisema, maana ndugu zangu, angalieni wito wenu. Yaani anazungumza na watu ambao waliletwa duniani na malengo, na wako na malengo, wako na wito. Yule ana wito wa kibiashara, yule ana wito wa walimu, huyu ana wito wa kuhubiri. Anasema, ndugu zangu, angalieni wito wenu. Hatukuzungumzii wale wanaoenda kanisani peke yao kwamba ndio wenye wito, bali Mungu anazungumza na wanadamu ambao aliwaleta duniani na wako na malengo. Bwana Yesu asifiwe. Yuko wapi asiyefaa? Sasa Paulo anazungumza akisema, maana ndugu zangu, angalieni wito wenu. Kumaanisha anazungumza na watu ambao wanajua wito wao, na ndio maana hawa watu ambao wanajua wito wao anawaambia, angalieni wito wenu. Angalia wito wako. Paulo anazungumza na watu ambao wanajua wito wao, wanajua walichoitiwa. Yaani anazungumzia watu ambao wanajua walichoitiwa. Yaani Paulo anazungumza na watu ambao wanajua malengo yao. Mungu aliyowaweka hapa duniani, malengo yao ndiyo ambayo Mungu anazungumza nao. Anazungumza na watu ambao tayari wameitwa, na wameitwa katika angle tofauti tofauti. Na ndio maana anasema, ndugu zangu, angalieni wito wenu. Maana hapa anazungumza na watu ambao wameitwa katika angle tofauti. Na ndio maana hata katika kanisa la Mungu hatufanyi kazi moja. Si wote ambao ni wachungaji, si wote ambao ni wazee wa kanisa, si wote ambao ni wanakwaya, si wote. Yani watu wameitwa katika angle tofauti tofauti. Hao ndio ambao anaozungumza nao. Anawaambia, maana ndugu zangu, angalieni wito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini. Anasema si wengi wenye nguvu. Anasema si wengi wenye cheo wala walioitwa. Anasema angalia wito wako katika ule wito ulioitiwa. Angalia, si wengi walioitwa wawe na wito kama huo. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia angalieni, yani mukiji-evaluate kwenye wito wenu, mutakuja kugundua sio wengi walio na wito kama huo wako. Mutakapoji-evaluate, mutagundua sio wengi. Inawezekana wakaweko, lakini hao waliokuwepo ni wachache sana walio na wito kama wako. Bwana Yesu asifiwe. Wanawezekana wakawepo, lakini hao walioitwa ni wachache sana, ila wengi walioitwa ni wale watu ambao walikuwa hawana hekima ya mwili. Manake katika jamii wale wanaonekanika hawana hekima kabisa, lakini pamoja na jamii kutowaona hawana hekima ya kidunia au ya kimwili, Mungu aliwafuata hao watu ambao wanaonekanika hawana hekima. Mungu akawafuata hao watu, akaweka kusudi lake ndani yao.
wale watu ambao wanaonekanika hawana maana katika jamii, hawana hekima. Mungu aliwafuata wao, akaweka kusudi lake, na anasema si wengi walioitwa, si wengi. Alafu angalia, anasema sio wengi wenye nguvu. Yaani anazungumza kuwa hata wengine wenu mulipokuwa munaitwa mulikuwa waoga, mulikuwa hamuna nguvu yoyote, mulikuwa munayoweza kuionyesha, mulikuwa hamuna nguvu yoyote mulikuwa mnaweza kuionyesha. Na sio wengi wenye cheo walioitwa. Maana yake hata kwenye title, kwenye vyeo, kwenye hadhi, hao walioitwa hawakuwa na vyeo kabisa. Si wengi, sio wengi walioitwa wenye vyeo. Wako wanapatikana hata makanisani. Naweza kuona kwamba yuko mtu ndani ya kanisa ambaye ana cheo kikubwa katika serikali, lakini si wengi. Maana anasema si wengi walioitwa. Somo langu nazungumzia, yuko wapi asiyefaa? Yuko wapi asiyefaa? Mungu ana haja na mtu asiyefaa, ambaye anaonekanika hafai, anaonekanika hastahili. Mungu anamtaka, maana ameweka kusudi lake. Mungu anamtaka ili akaweza kumpatia nguvu za kufaa. Anawaambia sasa hivi, jinsi mulivyo munajiona mumefika mbali, lakini mukitaka kujua, kumbukeni wakati mulioitwa mulikuwaje. Wakati ulipoitwa ulikuwaje? Anasema jiangalieni, mutajigundua mulikuwa hamuna nguvu, mutagundua mulikuwa hamuna cheo, mulikuwa hamuna hekima. Maana yake Mungu anapokuita kwa ajili ya kazi yake, kuna namna ambayo anakutaka uwe. Ni tofauti sana na dunia inavyotaka kukutumia wewe. Yaani Mungu anapotaka mtu ili amtumie, ni tofauti na dunia inavyomtaka ili ikaweze kumtumia. Dunia ikitaka kukutumia wewe, kuna qualification ambazo inakutaka uwe nazo. Ukitaka uwe mwanasheria, kuna qualification ambazo wanazitaka, na kama hujafika katika hicho kiwango, hawapati hiyo nafasi, kwa sababu wanaangalia qualification. Lakini Mungu akitaka kumtumia mtu kwenye angle yoyote ya maisha, uwe ni mfanyabiashara, uwe ni mtumishi au ni mwanasiasa, ya namna yoyote ambayo Mungu anataka au amtumie huyo mtu siku zote ndani yake lazima ajione kwamba hafai. Hujanielewa? Yaani Mungu, dunia ikitaka kumtumia mtu huwa inaangalia qualification ambazo inakutaka uwe nazo. Ukitaka uwe mwanasheria, kuna qualification ambazo wanazitaka, na kama wewe hauna hizo qualification, wewe haupati hiyo kazi. Lakini Mungu akitaka kumtumia mtu kwenye angle yoyote, kwenye angle ya uchungaji, kwenye angle ya biashara, kwenye angle ya uimbaji, kwenye angle ya namna yoyote, Mungu akitaka kumtumia mtu katika angle yoyote ya maisha, iwe ni biashara, iwe ni utumishi, iwe ni mwanasiasa, namna yoyote ambayo Mungu anakutaka anakutaka ukaweze kutumika, huyo mtu ambaye Mungu anamtaka, huyo mtu siku zote ndani yake lazima ajione hafai. Ndio qualification. Mungu anapoangalia mtu na ajione kwamba mimi siwezi, huyo ndio Mungu anamtaka. Bwana Yesu asifiwe. Na ninaomba unisikilize. Kigezo kimojawapo cha Mungu kukutumia ni wewe kutojiona hufai. Ukijiona ndani yako bado hujatoshelezeka,
kuifanya kazi ya Mungu. Hiyo ndiyo qualification number 1 ambayo Mungu anaitaka aanze kukutumia. Utakapojiona kwamba mimi siwezi, yani ukijievaluate, unakujiona kwamba mimi siwezi kuimba, mimi siwezi kuhubiri, mimi siwezi kufanya biashara, hiyo ndio qualification ya kwanza Mungu anakutaka aanze kukutumia ili ukaweze kumtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yuko wapi asiyefaa? Wakati kwa mwanadamu unahitaji ufike sehemu fulani inayofaa ili uweze kupata kitu ambacho unatakiwa uwe nacho, lakini Mungu unapojiona hufai, unapojiona hauko tayari, yani uko wiki, unapojiona uko wiki, unapojiona hauko sawa na wenzako, hiyo ndiyo qualification Mungu anaitaka kwako aanze kukutumia. Na unisikilize sana msikilizaji kwa umakini. Neno la leo nitakavyoenda kulifundisha ni unabii wa mtu mmoja anayenisikiliza. Hii ni prophecy ya mtu mmoja ambaye anaenda kunisikiliza. Ni neno lakini la unabii kwa mtu fulani aliyeketi hapa ananisikiliza, kwa yule ambaye yuko katika biashara ananisikiliza, kwa wale ambao wananisikiliza. Neno hili ni kwa ajili yao. Msomaji nisomee fungu la 27. Fungu la 27 kwenye kitabu kile kile tu. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 1 fungu lake la 27. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Asante sana. Eti Mungu aliyachagua mambo gani? Mapumbavu ili afanyeje? Awaibishe wenye hekima. Kumbe Mungu anafanya reverse ya watu. Wale wanaojiona wanafaa, wanaojiona wana qualify, wanaojiona wana hekima, watu hao Mungu huwa hawatumii. Wale watu ambao wanajiona kwamba wanafaa, yani wanajiona kwamba Yesu, sisi tunaweza, Mungu anapoangalia anasema kwamba wewe huwezi. Mungu hawezi kutumia mtu kama huyo ambaye anajiona kwamba yeye anafaa. Fanya reverse ya watu. Lakini wale watu ambao wanajiona hawafai, watu ambao wanajiona hawawezi kabisa, hao ndio Mungu anasema bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Yani Mungu huwa anadili na hawa watu ambao wanajiona kwamba wako na hekima kwa namna ya kipekee. Yani Mungu anachagua wale watu au wale jamii wanaoonekanika ni wapumbavu, wale watu wanaojiona ni wapumbavu, wale watu ambao watu wanawaona hawawezi. Unaweza kuona mtu kamdharau. Wale watu ambao watu wanapoangalia watu ni rahisi kuwadharau, jamii inaweza kuwadharau. Huwa anachagua wale watu au jamii wanaonekanika wapumbavu sana. Na kwa nini awafanye hivi? Ili awaibishe wenye hekima. Anachagua wale ambao wanajiona ni wapumbavu, ili Mungu anawatumia ili awaibishe wale wanaojiona wanafaa. Kwa nini afanye hivi? Ili awaibishe wenye hekima. Na ujue huyu ni Mungu, na anasema huwa anaenda kwa yule mpumbavu sana. Na huyu mpumbavu huwa anajiona mwenyewe kuwa kweli mimi ni mpumbavu, lakini licha ya kwamba anajiona kwamba mimi ni mpumbavu na hivyo ndivyo anavyojiona, Mungu huwa anamchagua yule
ambaye anajiona hawezi. Mungu anamchagua yule ambaye anasema siwezi, siwezi. Na wakati unapojiona huwezi, ndipo Mungu anakuchagua ili ukawezi kumwaibisha yule ambaye anajiona anaweza. Na ndio maana waimbaji wa tenzi, nyimbo za rohoni, wakaanza kuimba wimbo wa namna hii: nitwae hivi nilivyo, umemwaga damu yako, nawe ulivyo niita Bwana Yesu, sasa naja hivi nilivyo, maskini mpungufu. Yani anasema ya kwamba nitwae hivi nilivyo. Yani wanapoji-evaluate, wanajiona kwamba hawafai, wanapojiangalia wanajiona kwamba hawastahili, Mungu anawataka watu wanaojiona hawawezi awapatie uwezo wa kuweza, ili awawezeshe katika mambo ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yuko wapi asifa? Yani akianza kujiangalia anajiona kabisa namna ambavyo hafai, na kama Mungu anataka awaaibishe wenye hekima katika mazingira yoyote ambayo huyu mpumbavu, katika mazingira ambayo huyu mpumbavu yupo, kuna yule mwenye hekima, wako katika mazingira mamoja. Kwa hivyo Mungu amewaweka hao watu wawili waishi katika society moja, katika mazingira mamoja. Yani mpumbavu yule ambaye anajiona hawezi, anaishi pamoja karibu na yule anayejiona anaweza, waliwekwa katika society moja. Na ndio maana katika mtaa huo wa Wilson kuna wale wanaojiona wanaweza, lakini pia Mungu aliwaruhusu watu ambao wanajiona hawawezi waishi pamoja. Lakini lengo la Mungu la kuwachanganya watu hawa wawili, wale wanaojiona wanaweza na wale wanaojiona hawawezi, Mungu anataka awaaibishe wale wanaojiona wanaweza, akimtumia huyu ambaye anajiona hawezi. Mungu huwa anadili na yule mpumbavu, kwa sababu Mungu anataka amwaibishe mwenye hekima. Na ndio maana kwenye vitu vya kimungu wajuaji wote wanafeli. Kwenye vitu vya kimungu wajuaji wote. Kuna wengi walioenda kwa Mungu wakajifanya wao ndio wajuaji, wanajua kuimba, wanajua kuhubiri, wakafeli. Waangalie, hawapo, wote walifeli, maana walienda na ujuaji. Kwa nini Mungu hapendi kuwatumia watu ambao wanajiona wanaweza? Siku zote mtu anayeona anaweza huwa ana sifa ya kutegemea uwezo wake, na anayejiona hawezi huwa yeye anamtegemea Mungu. Anamtegemea Mungu. Angalia mtu mwenye pesa akiwa na shida, huwa anategemea pesa zake anategemea zile pesa zake kumtatulia shida zake. Lakini asiye na pesa, akishikwa na malaria, yale maombi ya magoti atakayoyaomba, Mungu nisaidie mimi, nisaidie, maana hata hana shilingi ya kununua Panadol. Maombi kwake ni mengi, maana hawezi. Angalia sana watu wenye fedha, akiwa na shida fulani anatumia fedha zake, anatatua ile shida. Lakini asiye na pesa, kipindi cha shida, angalia mifungo yake itakavyokuwa mingi. Angalia mtu ambaye hana pesa, wakati akiwa na shida,
jinsi anavyolia, analia, anasema oh Mungu, oh Mungu wangu, oh Mungu wangu. Wakati ni shida ndogo tu, anaumwa na kichwa, lakini maombi ni mengi. Mwenye pesa yeye huwa haombi, akiona kichwa kinamuuma yeye hata hana haja kuomba, anatumia tayari pesa, anaenda kununua sona moja au Panadol au dawa, anameza, na akimeza mambo ya kuombaomba hana. Maana yake anajua ndani yake siwezi, ila yuko anayeweza, yuko anayenitumia, yani yuko ambaye nikimwita ataniwezesha, ataniponya. Na ndio maana akiwa hivyo, hana kitu, ni mgonjwa, anamwita Mungu. Yuko wapi asiyefaa? Mwisho wa siku huyu mwenye hekima ataaibishwa na yule ambaye anajiona hana hekima. Ukiwa mtumishi wa Mungu, na kama Mungu amekuita kutumika katika ofisi zake, siku ukijiona unafaa, ndiyo ujue hufai. Siku ukijiona unafaa, hapo ndipo ujue hufanyeje? Fai. Ndiyo ujue hufai. Fai. Na utakapojiona una uwezo, ujue ndio umeshindwa. Utakapojiona kwamba wewe ndiwe mwenye uwezo, ujue ndio umeshindwa. Maana adui wako wa kwanza hatakuwa shetani. Ukijiona wewe unaweza, adui wako wa kwanza hatakuwa shetani, adui yako wa kwanza atakuwa Mungu. Mungu atakuwa ndiye adui wako wa kwanza, kukuprove kwamba wewe hufai, kwamba huwezi. Hebu nisomee fungu la 27, msomaji. Tena Mungu alifanyaje? Yuko wapi asiyefaa? Soma msomaji. Bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Asante sana. Biblia inasema tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Yaani Mungu haimpi shida mtu kuwa dhaifu. Mungu anapoona mtu dhaifu haimpi shida kuona mtu ni dhaifu anapotaka kumtumia, kwa sababu udhaifu wa mtu humpa unyenyekevu. Lakini Mungu siku zote anataka kumwaibisha mwenye nguvu. Yaani Mungu anapoona mtu anajiona kwamba hawezi, hiyo haimpi shida. Mtu anaweza kujiona kwamba yeye ni mdhaifu, Mungu haangalii udhaifu ule. Mungu anataka, kwa sababu yule ambaye ni dhaifu mara kwa mara atajiona yeye hastahili. Akifika katika madhabahu ya Kristo anaanguka katika anguko la haki, kama vile Petero alivyomwambia Yesu, ondoka kwangu Bwana, maana mimi ni mchafu, siwezi kukaa na wewe. Alianguka katika anguko kamili, alianguka. Jioni hii ya leo ninajua sana Mungu ameita watu kwenye angle tofauti tofauti, lakini wakijiangalia wanajiona hawawezi. Ndio Mungu anawataka ili awawezeshe, lakini ukijiangalia unajiona unaweza, ujue Mungu atakuprove wrong. Lakini Mungu jioni hii ya leo anaita watu ambao wanajiona hawawezi, wanajiona kwamba hawastahili, wanajiona kwamba mimi ni nani. Mungu anawataka ili awapatie nguvu ili wastahili mbele zake.
Siku moja nilikuwa ninaangalia watu niliowajua waliokuwa wanajiona kwamba wanaweza. Nikawaona no one exists. Sikuona mtu. Wachungaji maarufu waliojiona kwamba wanaweza, nilipokuja kuangalia hawako katika mission. Wengi waliojiona wanaweza, wako waimbaji ambao walijiona wanaweza, Mungu akawaprove wrong, hawawezi, wakaacha imani. Mungu leo anasema, yuko wapi anayejiona hafai? Nataka nimpatie nguvu za kufaa ili afae. Unaweza kumwona mtu ni mlevi leo, unaweza kuona mtu ni mlevi na kweli kabisa anajidharau, anasema mimi sifai, lakini anapoanguka katika madhabahu ya Kristo, kama vile Petero alivyoanguka katika madhabahu ya Mungu na kulia, kama vile Yakobo alivyoenda katika madhabahu ya Mungu akalia, Bwana sikuachi, Bwana sikuachi usiponibariki, Bwana unibariki, sikuachi Bwana mpaka usiponibariki. Hapo ndipo walipopewa nguvu mpaka za kuweza kuqualify kuwa watu wa Mungu. Siku utakapojiona hufai, siku utakapojiona huwezi, ujue hiyo ndiyo qualification number 1 Mungu anaitaka ili akutumie. Na ndio maana wako wengi katika mtaa huu wa Wilson, Mungu aliwaita katika angle tofauti tofauti. Kuna wengine waliitwa katika angle ya wanabiashara, lakini anajaribu, anaona siwezi kuwa mwanabiashara. Mungu anakuita ili akupatie mamlaka za kuwa mwanabiashara. Haleluya! Kuna wengi ambao waliitwa, wanaogopa, wanaona kwamba hawawezi. Ndio maana unaona kila mtu aliyeitwa na Mungu hakusema ninaweza. Muulize Musa. Musa alipoitwa na Mungu alisemaje? Nina kigugumizi, siwezi, maana alijiona hafai. Muulize Yeremia. Unaposoma habari za Yeremia alipoitwa, akasema mimi ni mtoto, nitakufuataje maana mimi ni mtoto. Wako na sababu wanasema siwezi. Wakati unapojiona huwezi, ndio Mungu anakutaka ili akupatie nguvu ukaweze kuwa mhudumu wake. Haleluya! Waliojiona wako weak, Mungu anawaona, anawaita leo, jioni hii ya leo, anawaita wale ambao wanajiona hawawezi. Na ndio maana mwimbaji huyu ambaye alijiona siwezi akasema, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, na inamia kwako uniponye sasa Bwana, nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, na inamia kwako uniponye sasa Bwana, naende ya msalaba, ni munyonge mpofu, yapita yona acha nipe msalaba tu, na kutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, na inamia kwako uniponye sasa Bwana. Maana walijiona hawawezi, anasema na kutumainia wewe Mungu, maana siwezi. Ninaomba nguvu ukaweze kuniwezesha, maana mimi siwezi. Kuna watu wamejaribu kuacha pombe lakini imewashinda, wanaona hawawezi. Leo Mungu anakuita wale ambao hawawezi, wale ambao wamebeba mizigo mizito. Wengine wanajiona hawawezi, wengine wako na magonjwa ambao wanaona kabisa kwamba mimi huu ugonjwa siwezi kupona. Yesu anasema wale ambao wanaona hawawezi, wote anawaita ili awapatie nguvu za kuweza kushinda majaribu ya dunia hii. Ogopa sana. Ogopa sana.
uchaguliwe katika kazi ya Mungu na useme ninaweza. Ogopa sana ukichaguliwa kazi useme hii ndio kazi yangu. Ogopa, maana Mungu atakuprove wrong. Biblia fungu la 28 inapomaliza anasema, Biblia inamalizia na kusema alivichagua vitu vinyonge vilivyodharauliwa. Alivichagua vitu vinyonge vilivyodharauliwa. Kuna watu ambao wanajiona hawawezi. Mungu anawaita, anasema ninataka wale watu wanaodharauliwa, wale ambao unaona kwamba wanajiona kwamba hawawezi, ndiyo anaowataka. Leo nataka kuombea watu ambao wanajiona hawawezi, ili Mungu awapatie nguvu za kuweza. Kuna wengi walipewa kazi na Mungu, wengine waliitwa katika kazi, wengine ni wanajeshi, lakini wakaingia katika ulevi na sasa familia zao ni mahututi. Wengine walivunja familia zao, wengine hata hawajaoa, ni watu wakubwa, lakini pombe imewalemea sana, hawana familia kwa sababu nao wanaona hawawezi kujitoa katika hali hiyo. Wengine nao wamebeba mizigo mizito, lakini Yesu anaweza, maana anasema kwa fungu la 28, msomaji, tunapomaliza anasemaje? Tena Mungu ndiyo alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibadilishe vile vilivyoko. Asante sana. Unajua leo tunaishi katika jamii ambayo ina conclude mapema. Jamii yetu yenyewe inaangalia tayari mtu hivi, ina conclude mapema. Jamii leo hii tunaishi katika hiyo jamii. Wakati jamii inakuona wewe ni mlalahoi, Mungu yeye anakuangalia kama bilionea. Wakati jamii inakuona wewe ni mlevi, Mungu anakuona wewe ni mchungaji. Wakina Bob Marley, wale wanaomfahamu Bob Marley, baada ya kuimba rege zake ambazo zimevuma sana katika mkoa mzima wa Afrika, mwisho akaimba rege moja ya kumsifu Mungu. Anasema kwamba nimegundua no command to keep Sunday. Aliimba wimbo namna, anasema no command to, alifahamu, alipata injili kabla aage dunia, na akasema no command to keep Sunday. No, akafahamu kwamba iko siku ya saba na akaipenda, akaanza kuipiga katika rege zake. Wakati dunia inapokuona wewe ni mlalahoi, wakati dunia inakuona kwamba wewe huwezi, wakati dunia inakudharau, inasema huyu ni mlevi tu wa kawaida, Mungu yeye anakuona wewe ni mtumishi wake. Yuko wapi asiyefaa? Yuko wapi asiyefaa? Usidharau mtu ambaye hujui destiny yake, maana destiny ya mtu iko mikononi mwa Mungu. Haleluya! Yuko wapi asiyefaa? Mungu anakutaka leo, jioni hii ya leo, ujitolee. Wale ambao wanasema kwamba mimi siwezi, lakini ninataka Mungu anipatie nguvu za kuweza. Kuna wengine ambao wanaona wanateseka katika familia, wanaona kwamba hawawezi kuanzisha jambo na likafaulu. Kuna watu ambao wanateseka na uchumi ni mgumu, wanaona hawawezi kuanzisha biashara. Mungu anakutaka kupatie nguvu. Kuna wengine ambao wanajiona wenyewe, wanajiona hawawezi. Leo Mungu anasema kwamba Mungu anataka wale watu wanaojiona hawawezi ili akaweze kuwawezesha, na ndio maana tunawaita
tunawaita yuko wapi yule ambaye anajiona siwezi? Maana Mungu anasema ya kwamba mimi ninamtaka huyo anayejiona hawezi, ili nimpatie kibali cha kuweza. Wako wapi? Kuna wengine wanajiona kama hawawezi hawawezi, wanajiona tu hawawezi hata kuimba. Wako wapi leo? Na Mungu asema, alimwambia Petero jana, usiangalie wewe, shusha nyavu. Samaki wa kwanza usiangalie kama yuko na scales au hana scales, usiangalie. Shusha jarife baharini, usiangalie huyo samaki yukoje. Maana angalia ndani yake kuna kitu cha kimungu ambacho nimekiweka ndani yake. Yeye anajiona hawezi, lakini mimi ninamtaka huyo mtu ambaye anajiona hawezi, ili nimpatie nguvu za kuweza. Wale ambao wanasema kwamba Mungu, nataka uniwezeshe maana mimi siwezi, naomba uniwezeshe, naomba uniwezeshe, naomba uniwezeshe. Simama ili kwamba tukaweze kuomba. Napoenda kuimba wimbo huu, simama tukaweze kuomba. Mahali popote ulipo, unapojiangalia hawezi, Yesu anakuita akupatie nguvu ili kwamba ukaweze kuweza katika masuala ya hapa duniani. Naende ya msalaba ni munyonge mpofu, yapita yuna acha nipe msalaba juu na kutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, na inaambia kwako uniponye sasa Bwana, na kutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, na inaambia kwako uniponye sasa Bwana. Asante sana. Nimeona kunaye mtu ambaye anajiona hawezi. Hebu songa hapa mbele, hapa mbele. Kama unajiona kabisa huwezi, lakini unaomba Mungu akuwezeshe. Asante sana kwa wale waliojitoa, wanajiona hawawezi, wakijiangalia wanajiona hawawezi. Acha tuamini, tuombe. Baba muumba wa mbingu na nchi, jina lako likaweze kutukuzwa, jina lako likaweze kuinuliwa. Jioni hii ya leo tunaliinua jina lako, maana unamtaka yule mtu ambaye anajiona hawezi, ili umwite, ili umfanye akaweze kuweza. Kuna watu leo hii wamesikia Injili na wengine Baba wamejitoa, wanapojiangalia wanaona hawawezi. Wengine ni walevi wa pombe, wanajiona hawawezi kuacha pombe. Baba muumba wa mbingu na nchi, umewaita watu ambao wanajiona hawawezi, ukaweze kuwawezesha katika jina la Yesu Kristo. Baba, kuna wengine hapa, kuna wengine hapa ni walevi. Katika jina la Yesu Kristo, kuanzia leo wapokee nguvu, pokea nguvu za kuacha ulevi, wapokee nguvu na wafanye vyombo vyako vitakatifu. Wengine pia hapa wako hapa wamenisikiliza, lakini Bwana wao ni wagonjwa. Katika jina la Yesu Kristo, wanajiona hawawezi, watatoa wapi pesa za kujitibu? Kwa jina la Yesu Kristo, wapokee nguvu ili wakaweze kuweza na ugonjwa huo ukaweze kuacha. Wengine ndoa zao zimewashinda, zimeanguka, zimesambaratika, wanajiona hawawezi. Watu wako Bwana wanajiona hawawezi kusimamisha ndoa zao. Bwana, watu wako ni walala hoi, wanajiona hawawezi. Bwana, kila ambaye anajiona hawezi, jioni hii ya leo mpatie nguvu za kuweza. Sante Bwana kwa sababu utafanya na kutenda. Maana ulisema kwamba ombeni lolote nanyi mtapokea. Na kwa sababu ni ahadi yako, ni ya kukumbusha ahadi hiyo ya kwamba nasi leo tunaomba ukaweze Bwana kuwafanya watu wako wakaweze kuacha kutoka katika mazingira ambayo wanajiona hawawezi,
ili wakaweze kuweza. Bariki familia zao, bariki familia zao Bwana. Angalia watu hawa wako na familia, wako na baba na mama huko nyumbani, familia haziko vizuri. Wabariki Bwana, uwatoe katika viwango vya chini, uwapeleke viwango vya juu ambavyo watalitukuza na kulishukuru jina lako. Asante Mwokozi kwa sababu umenena. Asante Bwana maana utaenda kutenda. Asante Bwana maana maombi haya utaenda kuyajibu sawasawa na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe Mfalme. Asante na wote waliosikia injili hii, huenda wako majumbani lakini wamesikia. Bwana uwabariki, ni katika jina la Yesu Kristo kila mmoja aseme. Bwana awabariki. Karibuni sana kesho, maana wakati ni sasa wa kuinuliwa na Mungu, kutolewa kwenye viwango vingine. Unaenda ukamwambie mwenzako, simama tena, Bwana ana kusudi nawe. Ukienda huko mwambie mwenzako, simama tena. Wako wengi ambao hawajasimama. Wakaribishe wote kwa Yesu. Simama tena, Bwana ana haja nawe, Bwana ana kusudi nawe. Bwana awabariki.